kwa siku nyingine tena, kwa mara nyingine tena tunakumbusha tu wananchi kwamba taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa hiyo ni wajibu wa kusimamia mapambano dhidi ya rushwa nchini, lakini pia kazi hii haiwezi kufanikiwa kwa namna yoyote bila kuungwa mkono au kupata mashirikiano kutoka kwa wadau mbalimbali katika kudhibiti vitendo vya rushwa. Kwa hiyo tatizo la rushwa bado ni tatizo na linahitaji mashirikiano ya kila mmoja wetu katika kulikabili. Kwa hiyo sisi taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa tunaendelea kuwaomba wananchi pamoja na wadau wengine wote kwa ujumla tuendelee kuimarisha mashirikiano yetu kwa pamoja ili sasa katika mkoa wetu wa Katavi kwa ujumla tuweze kudhibiti vitendo vya rushwa, lakini kuweza kutekeleza lile lengo kuu la serikali la kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na maendeleo bora na endelevu. Kwa hiyo ili tuweze kuyapata maendeleo bora na endelevu ni lazima wote kwa pamoja tushirikiane katika kumdhibiti adui mkubwa ambaye ni rushwa, kwa sababu tunasema rushwa ni adui mkubwa wa maendeleo. Kwa hiyo sisi TAKUKURU tunatekeleza wajibu wetu wa kisheria, lakini kama ambavyo imeainishwa katika sheria yetu ya kuzuia na kupambana na rushwa, tuna jukumu pia la kuimarisha mashirikiano na wadau mbalimbali. Kwa muktadha huo sisi TAKUKURU tuna mashirikiano ya kimkataba na wenzetu ambao ni mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, na mkataba huo ni mahususi kabisa katika kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya uhusiano wa rushwa na dawa za kulevya na namna ambavyo tunaweza tukadhibiti vitendo vya biashara haramu ya dawa za kulevya kwa kutokana na vitendo vya ukosefu wa maadili au ukosefu wa watu kuwajibika, kushindwa kusimamia sheria na kupelekea vitendo hii au biashara hii haramu kuendelea kushamiri. Kwa hiyo wananchi watapata kuelewa kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya biashara haramu inayotokana na matumizi au biashara haramu ya kuuza madawa ya kulevya na vitendo vya rushwa. Kama tunavyofahamu, rushwa ni kosa la uadilifu. Ni kosa la jinai, lakini pia ukiangalia kwa undani sana kwa nini mtu anajihusisha na vitendo vya rushwa, utakuja kukuta mahali fulani anakosa maadili mema. Kwa sababu tunasema maadili mema ni kufanya jambo lililo sahihi kwa wakati ulio sahihi bila kujali unaonekana ama hauonekani. Katika hali ya kuwajibika hauwezi kujihusisha na vitendo vya rushwa. Kwa hiyo katika hali yoyote ile, mtu yoyote awe ni mtumishi wa umma ama si mtumishi wa umma, kwa sababu tunapoongelea hii elimu inakati ya cross makundi yote, kwa sisi watumishi wa umma na watu ambao si watumishi wa umma. Wenzetu ambao wamepewa dhamana, kwa maana watumishi wa umma wanaosimamia sheria, kwa sababu mtumishi wa umma anapotekeleza majukumu yake anayafanya according to the rules and laws, kwa mujibu wa sheria na taratibu na miongozo mbalimbali ambayo serikali imekuwa ikiitoa. Kwa hiyo wanaposhindwa kuisimamia, wanaposhindwa kuwajibika kadiri ya hiyo miongozo na sheria, maana yake wanatenda makosa ya rushwa. Wanaposhindwa kusimamia, wanaposhindwa kuwajibika, ndivyo ambavyo hao wafanyabiashara wanaweza sasa kupata nguvu ya kuanza kufanya hii biashara haramu, kwa sababu watu waliopewa mamlaka kusimamia sheria kudhibiti dawa za kulevya, lakini pamoja na sheria nyinginezo za nchi, wanapelekea watu kuingiza madawa ya kulevya. Yanapoingia nchini, maana yake yanaenda kuharibu nguvu kazi ya taifa, na kwa asilimia kubwa vijana kama mnavyofahamu ndio wahanga wakubwa wa matumizi ya dawa za kulevya. Sasa sisi TAKUKURU tuna hizi klabu zetu za wapinga rushwa mashuleni, kwa maana ya ngazi ya shule za msingi, sekondari na vyuo vikuu. Kwa hiyo sasa wenzetu mamlaka wanatumia hii platform yetu ya hizi klabu zetu za wapinga rushwa mashuleni na vyuo na sekondari kuhakikisha kwamba wanatoa ile elimu. Kama ambavyo tunafahamu, chanzo kimojawapo ambacho kinapelekea rushwa itokee au itendeke wakati mwingine ni ukosefu wa elimu. Kwa hiyo sisi na wenzetu wameona kabisa kwa nini hii biashara inashamiri, wakati mwingine ni kwa sababu ya watu kukosa elimu. Kwa hiyo sisi na wao tuna wajibu wa kuziba hilo ongwe la watu kukosa uelewa kuhusiana na masuala haya yote ya rushwa na dawa za kulevya. Kwa hiyo tunaamini mwananchi anapoelimika ndivyo ambavyo tunakuwa tumetengeneza udhibiti mzuri wa kuhakikisha kwamba mtu anatambua, lakini anaweza sasa kuchukua hatua hizo zote ambazo tutazieleza, kutoa taarifa, lakini kujiepusha na mazingira, kujiepusha kwenye kujihusisha na vitendo vya rushwa, kujiepusha katika kufanya biashara ama kuhusika kwenye kutumia haya madawa ya kulevya ambayo yanaathiri afya kwako wewe mwenyewe mtumiaji, lakini pia yanaathiri kama nguvu kazi ya taifa. Na sisi kama tunavyofahamu, ili taifa lolote liweze kuendelea linahitaji nguvu kazi zote, iwe ni kijana, mzee, mtu wa makamu,
kuhakikisha kwamba unafanya shughuli zako kujiingizia kipato, ndivyo ambavyo ustawi wa nchi unafanya nini, unaongezeka. Kwa hiyo sisi tuna haya makubaliano ya kimkataba, na lengo letu kubwa au ushirikiano wetu mkubwa huko katika hilo eneo la kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na masuala haya yote mawili kama nilivyoeleza. Sawa sawa. Bahati nzuri, utangulizi mzuri kabisa ambao pia umejitosheleza. Natamani sasa turudi kwa upande wa wadhibiti wenyewe sasa. Upande wa TAKUKURU wameeleza vizuri, wameeleweka. Kikubwa zaidi ni elimu, maana mtu akishindwa sasa elimu umeipata lakini bado unaendelea kufanya matukio, maana yake sheria itafuata mkondo wake. Tuangalie majukumu yenu ambayo mnayatekeleza wadhibiti. Okay, labda kwa kifupi ni kwamba sisi mamlaka kudhibiti na kupambana dawa za kulevya tunatekeleza majukumu yetu ya kupambana dawa za kulevya kwa mikakati mikubwa mitatu. Ya kwanza, mkakati wa kwanza ni kuzuia au kupunguza uingizwaji, uzalishaji na usambazaji wa dawa za kulevya. Kama alivyosema Mr. Minja hapa mwanzoni kwamba mtu anampa elimu, asipofanya sasa unatekeleza sheria. Kwenye huu mkakati ni kutekeleza kabisa sheria, ni law enforcement peke yake. Kwa hiyo tunawakamata na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria, ndio mkakati wa kwanza. Lakini mkakati wa pili ni kutoa elimu kwamba watu wajue madhara yanayotokana na dawa za kulevya, wasijiingize kwenye matumizi na biashara. Kama alivyosema, kuna wengine labda wanauza dawa za kulevya kwa sababu wengine wanatumia dawa za kulevya kwa sababu hawajui madhara yake. Kwa hiyo tunaamini tukiwapa elimu watajua madhara yale, kwa hiyo hawatajiingiza kwenye matumizi. Lakini pia wengine wakishajua, wakishapata elimu ya sheria, watajua jinsi, kwa sababu moja ya sheria kali Tanzania ni sheria ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya. Adhabu za chini kabisa ni kifungo cha miaka 30 na adhabu ya juu ni kifungo cha maisha jela. Kwa hiyo tunaamini pia tukiwaelimisha watu wakajua sheria kama hizo, hawatajiingiza kwenye biashara pia dawa za kulevya. Lakini kazi ya tatu kwenye kupambana dawa za kulevya ni kusaidia watu walioathirika dawa za kulevya waweze kupata matibabu, kwa sababu tunaamini madhara ya dawa za kulevya hayabaki kwa mtu mmoja. Yani mtu mmoja kiathirika, maana hata jamii nzima inaathirika kwa namna moja au nyingine. Ndio maana unakuta kwenye mitaa ile ambayo ina wavutaji wa dawa za kulevya, aidha wavuta bangi na nini, inakuwa pia hakuna hata amani. Kuna ukabaji, kuna ubakaji, kuna wizi, kuna nini. Kwa hiyo tukimtibu huyu mtu, tunahakikisha kwamba jamii pia inakaa kwa amani. Lakini pili, tukimtibu huyu mtu, tunahakikisha kwamba hakuna soko, kwa sababu ukimtibu manake hata nunua tena dawa. Kwa hiyo yule ambaye anayezalisha atakosa pia sehemu ya kufanyaje, ya kupeleka. Kwa hiyo tunapambana dawa za kulevya kwa mikakati hiyo. Huku tunakamata, lakini pia huku tunaelimisha na huku tunatibu, na hii yote inafanyika ni holistic. Yaani huku tunakamata, huku tunaelimisha na huku tunatibu kwa pamoja, vyote vinaenda pamoja. Kwa hiyo mimi niko hapa, niko naelimisha jamii, ila kuna wenzetu maofisa wako wanatekeleza mkakati mwingine wa kukamata wanaouza dawa za kulevya. Kuna wenzetu maofisa wanatekeleza mkakati wa nini, wa kutibu walioathirika dawa za kulevya. Hivyo ndivyo namna ambavyo serikali au mamlaka inapambana dawa za kulevya kwa namna moja au nyingine. Sasa hapa wenzetu wa TAKUKURU kwa sababu tayari walikuwa wameshajiimarisha, wao walikuwa tayari wameshafikia mpaka level za wilayani. Sisi bado tuko kwenye level ya kanda. Tukaona kwa sababu tunafanya vitu vyote ambavyo vinafanana, wenzetu wanapambana na rushwa, sisi tunapambana na dawa za kulevya, basi tushirikiane, tutumie. Na hawa hawajakwambia tu Minja, mimi hata kama mimi sipo, huyu anaweza kaja kuelezea kuhusu, akafundisha kabisa kuhusu dawa za kulevya, kwa sababu tulishawajengea uwezo, wanafahamu kila kitu kuhusu dawa za kulevya. Kwa hiyo mida mingine anaweza kaja hapa, siku nyingine kaja kuelimisha dawa za kulevya, hata sisi DCA ambako hatupo. Kwa hiyo wanaweza kufanya pia hivyo. Ndivyo tunavyopambana dawa za kulevya. Na mnatekeleza majukumu yenu haya katika maeneo yapi? Tunatekeleza majukumu yetu haya katika maeneo yote ya kisekta. Kwenye siasa sijajua unamaanisha kwamba kwenye elimu au kwenye mimi. Yaani maana yake maeneo tafsiri yake ni labda mna mipaka yenu mwisho nini hapa, ama ni katika maeneo yote mnaingia? Sisi tuko katika maeneo yote, hatuna mipaka. Yaani maana ya mamlaka manake ni taasisi ambayo iko mandated kabisa. Sisi kwa mandate yetu tunaweza tukamkagua mtu yoyote, tunaweza tukamuita mtu yoyote, hata tukitaka. Kwa mfano wewe ndugu mtangazaji, labda tuna taarifa zako kuhusu dawa za kulevya, tunaweza tukamwandikia hata mkurugenzi, hata mtendaji mkuu wa benki kwamba tunataka tufuate file mandate ya huyo mtu, tunachunguza. Au tunataka kupata mawasiliano ya mtu, tuone angalia. Yaani mamlaka manake ni kwamba ni chombo ambacho kina mamlaka yote ya kufanya upelelezi, uchunguzi, intelijensia, kuhakikisha kwamba tunapambana dawa za kulevya. Kwa hiyo hatuna mipaka. Hatuna mipaka, labda mipaka tu ni kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ndio bosi wetu mkubwa zaidi. Sasa. Yes. Lakini katika utafiti wenu ambao mmeufanya sasa, tukitazama ukanda wetu huu, hali ikoje? Kwa kanda ya magharibi, dawa za kulevya zinazosumbua sana ni dawa za mashambani. Labda kwa kusema tu, dawa ziko za aina mbili. Ziko za dawa za kulevya za mashambani na dawa za kulevya za viwandani.
kwa kanda hii, tuseme tu kanda ya magharibi na kanda ya ziwa kwa ujumla, kinachosumbua sana ni dawa za kulevya za mashambani, hasa bangi. Ni kwa sababu kwanza makabila mengi ya huku yalikuwa naamini sana kutumia bangi ni kama energizer. Anaamini akivuta bangi atalima sana. Lakini pia wengine, kwa mfano kama kule kanda ya ziwa, nilikuwa naongea na wavuvi, wananiambia wanaamini ukivuta bangi kwenda kuvua unapata samaki wengi. Yaani kuna connection kati ya bangi na samaki. Yaani si unanielewa? Kwa hiyo ni kama imani ambazo wanakuwa nazo. Lakini pili, hizi dawa za kulevya hasa bangi ni dawa ambayo inaota sehemu yoyote ile, haichagui rutuba. Kwa hiyo sasa, kwa sababu inapatikana pia, watu na abuse wanaitumia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo dawa inayopatikana sana kwenye kanda yetu ya magharibi ni dawa za kulevya hasa bangi. Ingawa hatuwezi kusema hakuna dawa ya unga, ipo. Kwa mfano hii kanda yote Kahama kule tumejenga kituo cha utengamao cha methadone clinic. Na methadone clinic ni kwa ajili ya kutibu watu wanaotumia opioids. Yaani opioids maana yake ni kama heroin. Kwa hiyo kule kuna waraibu ambao wanatibiwa ambao wanatumia heroin. Kwa hiyo dawa za kulevya pia za viwandani zipo, lakini persistence kubwa sana ipo kwenye dawa za kulevya za mashambani, ndio ambazo zinaathiri sana kanda hii ya magharibi. Sasa Mama Mjomba bana, bila shaka unaanza kuipata picha sasa. Nimeshaipata. Nimeshaipata, lakini pia mimi na swali langu ambalo ninatakiwa niliulize. Ni hususan kwenye swala zima la bangi. Tumeshuhudia hekari nyingi sana zikifyekwa bangi. Tunajiuliza kama kweli watu wako kazini na hizi bangi zinalimwa kwenye masuala mazima ya hifadhi. Na je, hawa watu wanaohusika na masuala mazima ya kulinda hifadhi wanakuwa wako wapi hadi hatua ya lile shamba limefika hatua ya uvunaji? Na ni hatua zipi ambazo mnawachukulia wale wanaolinda kwenye zile hifadhi pindi inapobainika hifadhi imeingiliwa na watu wanaolima bangi? Na hilo pia tumpe mfano eneo lake mwenyewe. Geita si ukanda wake, hapana usimamia. Ya nimeona uliniambia tangu mwanzo kwamba umeona mkuu wa wilaya unafanya utekelezaji. Ni kweli. Kwanza ifahamike kwanza, wauzaji wazalishaji wa dawa za kulevya nao ni binadamu kama sisi na wana akili kweli. Mara nyingi huwa wanafanya hivi, huwa wanalima hasa bangi sehemu ambazo zimejificha. Yaani anaweza kawa ni shamba la kawaida, huku nje akazungushia mahindi kabisa. Mahindi amezungushia mahindi vizuri kabisa. Kule ndani mle ndio anapanda bangi. Kwa hiyo kwa akili, kwa macho ya kawaida ya nyama, wewe unaona kabisa ni shamba la nini? Shamba la mahindi. Lakini mle ndani amepanda nini? Amepanda bangi. Sasa kwenye issue ambayo ameisemea huyu mtangazaji kuhusu sehemu za hifadhi. Mara nyingi wanachokifanyaga wale watu ni kama wanavyoingiza mifugo bila unajua sisi Tanzania Mungu ametubariki tuna maeneo makubwa. Sio rahisi labda afisa wa TANAPA au afisa wa TAWA au afisa wa TFS kuona kila sehemu. Kwa hiyo wanatafuta sehemu, anaingia mle ndani, anakuta labda hifadhi labda ina kilomita 10 let's say. Kwa hiyo anaingia huko ndani kimya anatafuta sehemu, analima mle ndani. Na sisi kwa kuliona hilo tuliamua kuingia makubaliano na wenzetu wa TFS ambao wanadili na misitu kwamba lazima tufanye kazi kwa pamoja. Kwa hiyo wao, na bahati nzuri nao teknolojia imeendelea. Siku hizi wana surveillance devices nyingi. Wana vifaa vya kuchunguza. Kwa hiyo wao wanafanya kuchunguza kwenye misitu yao. Wakishapata hiyo taarifa, huwa tunashirikiana kwa pamoja kufanya joint operations. Na mara nyingine sisi sio rahisi, ndio maana kama unakumbuka sisi kama mamlaka tulianzisha namba ya bure ambako mtu yeyote akiona kiashia chochote atupigie simu. The same applied hata wenzetu wa TFS au wenzetu wa misitu, ukiona kitu ni lazima hauwezi kujua kila kitu. Yaani huwezi kujua kila kitu bila kushirikisha wadau. Lazima washirikishe wadau waone. Inawezekana hata hii kama umemsikia mkuu wa wilaya alivyokuwa anasema wa Geita kwamba amepata taarifa kutoka kwa wananchi raia wema kwamba ndani humo kuna misitu inalimwa. Kwenye misitu humo kuna bangi inalimwa. Kwa hiyo lazima wananchi waweze kusema, lakini sisi kama serikali haimaanishi DCA au haimaanishi ni TFS, haimaanishi ni TAKUKURU, hawawezi kujua kila kitu. Lazima wananchi wachukie uhalifu na watoe taarifa ili tufanye sasa joint operations. Labda mtangazaji samahani, aliyeingia hapa ni commissioner wa kanda ya Magharibi ambaye alikuwa kwenye majukumu mengine, ambaye pia baadaye atakuja naye kuongea. Tena kanda yake kabisa. Kanda yake kabisa. na hili pia kuna kwa sababu tunatolea mfano Geita kwa sababu ndio ukanda wako unaotoka. Ndio. Lakini ukanda wa Magharibi pia katika hili moja ya sehemu ambayo sijajua kwa sababu labda ndio huwa panafanyika pia matukio ukaguzi. Dio. Na
waandishi pia ambaye tunahusishwa eneo la Tanganyika ni moja ya sehemu ambayo inakutwa sana na changamoto hii ya bangi. Watu wanakamatwa sana. Atakuja kutuambia. Kwa hiyo tuko hapa by profession, mimi ni mwanasheria. Kwa hiyo nitazungumzia kidogo kwamba wananchi wa Katavi waelewe nini kuhusiana na swala la sheria. Wajue kwamba hii mamlaka imeanzishwa kwa mujibu wa sheria ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya namba 5 ya mwaka 2015. Sheria hii ndio inatoa adhabu kuhusiana na kujihusisha na dawa za kulevya. Sheria hii inatoa adhabu kali sana. Adhabu kubwa ya kwanza kubwa kabisa ni kifungo cha maisha na kifungo cha miaka 30. Isipokuwa kwa wale wanaokutwa na kiasi kidogo au kwa watumiaji wa dawa za kulevya. Kwa mujibu wa sheria nikisema kiasi kidogo, kwa mfano ukikutwa na bangi gramu ngapi bangi? Gramu 5. Hicho ni kiasi kidogo. Alafu kikutwa na mirungi kilo 2 ni kiasi kidogo. Zile manufactured drugs zinazoingizwa nchini kama heroin na cocaine, methamphetamine, kiasi kidogo ni gramu 5. Gramu 2. Sasa adhabu zikoje kuhusiana na kukutwa na kiasi kidogo na matumizi ya dawa za kulevya? Sheria chini ya kifungu cha 18 ndio inaongelea kiasi kidogo na adhabu yake ni ipi, lakini mpaka utuprovie kwamba hicho kiasi kidogo ulichokutwa nacho ilikuwa ni kwa ajili ya matumizi yako binafsi. Adhabu ikoje kuhusu kukutwa na kiasi kidogo? Adhabu nayo bado ni kubwa vile vile, pamoja kwamba ni ndogo, haiendi kwenye miaka 30 na kifungo cha maisha. Ukikutwa na kiasi kidogo ukaprove, wanasheria tunasema na prove beyond reasonable doubt au pasipo kuacha shaka kwamba hicho kiasi kidogo umekutwa nacho kwa ajili ya matumizi yako binafsi, kifungo ni miaka 5 na au faini ya milioni 1 au adhabu zote mbili kwa pamoja. Kuna kifungo kingine cha 20 kinachoongelea cha 10 na ngapi, hicho 18 ni kiasi kidogo. 19 kinahusiana na matumizi ya dawa za kulevya. Ukikutwa unatumia au unamiliki vile vifaa kama tuseme kama syringes hizi au viko kwa ajili ya kuvutia bangi, au unajichoma na sindano, au unavuta bangi labda, au unachakata, unaweza kuchakata, tafuna mirungi unaweza kuchakata. Kwa hiyo wewe tunakuchukulia kama ni mtumiaji. Adhabu, lakini bado kuna adhabu vile vile. Adhabu yake ni kifungo cha miaka 3 au faini milioni 1 au adhabu zote mbili kwa nini? Kwa pamoja. Kwa hiyo sheria dawa za kulevya ni kali kweli kweli. Kitu kingine ambacho wananchi wangekijua kuhusu sheria ni kuhusu bangi. Nafikiri mwalimu ameongea zaidi kuhusiana na tatizo kubwa hapa nchini ni nini? Ni bangi. Na mirungi pia, lakini bangi ni tatizo. Kwa hiyo bangi hii ambayo inastawi karibu kila mkoa wa nchi yetu, kila mkoa wa Tanzania, ukipanda popote bangi haina shida, haihitaji mbolea wala nini, haihitaji ukame wala nini. Kwa hiyo sasa serikali ikaona itunge sheria. Kwa hiyo bunge likapitia sheria kuhusiana na nini? Na kilimo cha bangi, ambacho sheria yake ni kali kweli kweli, ili at least kwa ogofya wananchi. Kwa hiyo sasa unakuta mtu akilima let's say nusu eka, kwanza yani kama unalima bangi adhabu yake ni kifungo cha miaka mingapi? 30. Kwa mfano kwenye mwaka 2020-21 hivi aliwahi kukamatwa mtu Imo njia panda, Moshi pale njia panda ya Imo pale. Alikamatwa mtu analima bangi na alikuwa ni mzungu, analima kisasa na mwagilia nusu eka. Kwa hiyo hukumu ikatoka, amefungwa miaka mingapi? 30, na amekata rufaa na rufaa imetupiliwa mbali. Sasa lile shamba lile wananchi watakiwa wajue, kwa sababu watu wengi wanajihusisha na kilimo cha bangi hawajui nini madhara yake ni nini. Lile shamba limefanyaje? Linataifishwa na serikali. Kitu kingine kuhusu sheria ambacho ni cha muhimu sana kuhusu
watu wakijue kuhusiana na biashara dawa za kulevya ni kuhusu tuseme familia, mke na mme. Ni vizuri watu wajue kwamba ukikamatwa, dawa ikamatwa kwa mfano kwenye chumba chako ambacho unalala na mke wako, hatuwezi kukamata wewe mwanamume hata kama tuna taarifa kwamba mwanamume ndiye anafanya biashara dawa za kulevya. Tutakachokifanya, tutakamata mwanamke, tutamkamata na mwanamume. Maana yake ni nini? Kwamba tukikamata mwanamume hata kama tuna taarifa kwamba mwanamume ndiye anafanya biashara dawa za kulevya, tukakupeleka mahakamani, una uhuru wa kujitetea kwamba dawa za kulevya zilikuwa za kwangu, zilikuwa za mwanamke ambaye akukamatwa, aliachwa nyumbani. Kwa hapo jamhuri itashindwa kunini kuthibitisha kosa pasipo nini? Pasipo shaka. Kwa hiyo unakuta mtu ataachiwa na ataenda kufanya biashara nyingine. Kwa hiyo sasa tunachowasisitiza wananchi, hata kama ni mwanafamilia, ni kutoa taarifa. Kama ni mwanamume, unajua mke wako anafanya dawa zinafichwa nyumbani pale, ni kutoa taarifa kwa vyombo vya dola au kwa mamlaka kwa kutumia namba 119. Nafikiri mkuu wa kitengo cha elimu kanda ya Ziwa ameshaitoa hiyo namba. Kwa hiyo usiseme mimi ni mume wangu nikimsema itakuwaje. Taarifa hizo zitafichwa kwa kificho kikubwa sana na hata jua nani ametoa hizo taarifa. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.